kama Mheshimiwa Rais alivyowaamini, na lengo la Mheshimiwa Rais ni kurejesha tabasamu kwa wananchi. Ninaamini kupitia wizara hii ambayo imekuwa chachu ya migogoro mingi ambayo tunayo Mbarali, ni sasa mtakwenda kurejesha tabasamu kwa wanambarali. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli kwamba sisi wanambarali hatukuomba wakati wa kuzaliwa tujikute tuko karibu na hifadhi, lakini ilitokea mababu zetu, bibi zetu tumekuta wako pale na sisi tukazaliwa pale, na sisi tunaamini nchi hii inakwenda kwa utaratibu wa sheria na katiba ambazo tumejiwekea. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa dada yangu Ashatu Jumatatu atakuja kufanya wind up hapa, nimuombe aje na majibu sahihi. Tunafahamu kwa mujibu wa GN 754 yako maeneo ambayo yanasubiri wananchi walipwe fidia ili waweze kupisha maeneo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, yako maeneo mawili, wakulima wanaolima mnazi na wanaolima mlonga, TANAPA wamewasimamisha kufanya shughuli zozote pale, hawajalipwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka wa 3 huu huwezi kukuta taarifa kwa mkuu wa mkoa, huwezi kukuta taarifa kwa mkuu wa wilaya. Hatufanyi sawa, tunazo sheria, na ninaomba Jumatatu tupate majibu sahihi. Mmesimamisha maeneo yale bila kuwalipa watu fidia. Wananchi hawa wanauziwa nyumba zao, wananchi hawa wamefilisiwa. Si sawa Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe wizara mtuletee majibu Jumatatu hapa, nini kimetokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni lazima ieleweke wazi, hakuna mwanambarali aliyevamia hifadhi, ila ni hifadhi mnafanya utanuzi wa kuja kwa wananchi ili kupisha kwa sababu ya uhifadhi. Sasa TANAPA baada ya GN 754 walishaweka zile beacon. Ninaomba na kuomba Mheshimiwa Waziri, wananchi wale bado wana stahiki zao ambazo ninyi kwa upande wa serikali hamjatimiza wajibu wenu wa kisheria wale wananchi kuondoka. Niwaombe muache wananchi wale kwa utaratibu ambao tulikubaliana. Kama ni kilimo, wafanye kilimo kwenye mita zilizokubaliana karibu na pembezoni mwa mto, muambie. Kama ni kilimo kipindi cha kutotumia maji ya Ruaha, muwaelekeze, lakini si kuwanyanyasa wakati bado ninyi serikali hamjatimiza wajibu wenu. Niwaombe sana, Mbarali na wanambarali hatuna tatizo na serikali, ila migogoro mingi mnatusababishia ninyi kwa kutotimiza wajibu wenu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana, sisi wanambarali sasa hivi hatutaki migogoro wala kuonekana ni wilaya ambayo kila siku inazungumzwa kwa migogoro. Tafadhalini sana na tupate majibu sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane vile vile na ushauri wa kamati. Sisi ni miongoni mwa watu ambao tuna athari kubwa sana za tembo, na tunaishukuru serikali kwamba mmetujengea kituo pale Igava, lakini kituo kile tunaomba basi kimalizike, kwa sababu tukipata dharura kubwa ni msaada. Askari wa wanyamapori wanakaa Iringa kule, huku Mbarali tunakosa msaada. Tuwaombe sana kituo kile kikamilike ili wananchi wetu waweze kupata msaada, na askari wa wanyamapori wawepo pale ili wawasaidie wananchi wetu. Lakini suala la fidia, wanaoliwa mazao haya jamani ni wakulima wadogo ambaye mtaji wake ni wa eka 5 eka 3, lakini anachukua miaka 3 kulipwa fidia. Yaani anachukua mtaji wake ule wote wa eka 3 alizolima, eka 5 alizolima, miaka yote hii anasubiria fidia. Leo hii tembo akigongwa barabarani, mshike wake utakuwepo. Leo hii mnyama akigongwa pale Mikumi, hilo mbinge lake ni balaa. Hebu tuangalie jamani, tuwasaidie wananchi wetu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amejipambanua, anataka kurejesha tabasamu kwa wananchi. Tusaidieni wizara hii, changamoto ni kubwa. Hebu tusaidieni, kuweni na utu na utulivu wakati wa kusaidia wananchi wetu. Tunawaomba sana.